Shukran sana mpenzi mtazamaji. La kwangu jina bila shaka ni Milia Kisenya. Waliotuondokea hapo sasa ni wanaharakati na vijana chipukizi katika kaunti ya Mombasa baada ya kuhudhuria ibada ambayo bila shaka ilikuwa ya kumbukizi ya waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya mswada wa fedha. Tukiondokea hayo, wacha tuelekeze macho katika kaunti ya Nyeri ambapo huko mwenzangu Clement Masombo atakuwa tu anatujuza yanayoibuka hivi sasa kufuatia tu kumbukizi za maandamano ya vijana chipukizi Gen Z. Tusikize. Naam, shukrani sana. Katika kaunti ya Nyeri leo kuanzia saa za asubuhi hadi kufikia sasa saa 4:15 hivi tumeshuhudia hali ya utulivu. Hakuja kuwa na vurugu ama hali yoyote ambayo inaweza kuleta labda wasiwasi, ila tu cha msingi kuripoti ni kwamba kwa sasa tunavyozungumza ni kwamba biashara nyingi sana zimefungwa. Tumetembea kutoka upande wa juu wa mji huu wa Nyeri hadi hapa sehemu ambayo tuko sasa ni sehemu ya chini kabisa ya mji wa Nyeri, na tumeona biashara nyingi zimefungwa. Chache sana tu ndio zimefunguliwa, wale ambao wanangojea kuona iwapo hali labda itabadilika ndio kisha wafunge, ndio wanafanya kwa sasa. Pia tukiripoti kwamba baadhi ya maduka makubwa hapa, tukizungumza kama maduka kama vile duka kuu la Naivas, Shieni, Magunas na mengine pia yamefungwa, na labda hayo ni sababu kwamba kwa maandamano ambayo yamekuwa hapo awali, maduka kama hayo yamekuwa kilengwa sana na wale wahuni ambao huwa wanajitokeza kupora biashara na kusababisha uharibifu. Kwa hivyo ni kama tu tahadhari ambao wamiliki wamechukua kuhakikisha kwamba hawajipati kwenye hasara nyingine kama ambayo walishuhudia hapo awali. Na pia muhimu ni kuripoti kwamba hapa tulipo ni moja kati ya vile vituo vikuu vya magari hapa mji huu wa Nyeri. Hiki ni kituo ambacho kwa na magari ambayo huenda njia ya Nairobi, Nakuru na miji mingine mikuu ambayo iko katika eneo hili. Na hapo ukiona kwamba magari si mengi kama kawaida, abiria pia sio wengi. Na pale mbele ni magari kutoka hapo kuelekea Nairobi ambao mengi hutokea hapo. Na tangu tuje tumeona tu magari mawili, na yote yamekuwa abiria hawako, hayajajaza abiria na kuondoka. Kwa hivyo inamaanisha kwamba pengine watu wengi ambao walikuwa wamepanga kusafiri walibadilisha mipango yao ama wanasubiri kuona jinsi hali itakavyokuwa. Na hiyo sasa ni kinyume sana na ile taarifa ambayo ule muungano wa miliki wa matatu walikuwa wametoa siku ya Jumanne wakisema kwamba usafiri hautatatizika. Lakini unavyoona kwamba hapa ni kama usafiri ushatatizika tayari, maana yake ukiona magari hapa, katika magari ambao huegesha hapa hayako, na pale ambapo kuna magari ya kwenda Nairobi abiria wenyewe pia hawako, inamaanisha kwamba usafiri tayari umetatizika. Hali nyingine ambayo tunaweza ripoti ni kwamba kinyume na miji mingine mingi, eneo hili hatujaona mahali ambapo pengine kumewekwa vizuizi barabarani, maafisa wa polisi wakishika doria pengine kuangalia magari ambayo yanaingia ama kutoka mji wa Nyeri, jinsi yamebeba abiria ama yamebeba kina nani. Hatujaona vizuizi vya magari na hali imetulia tu. Ila pia hapa katika mji huu wa Nyeri polisi pia ni wengi. Idadi ya polisi tumeona ni ya juu zaidi ambao wanazunguka katika tu mitaa yote hapa kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha, wanashika doria. Lakini pia hapa Nyeri maandamano huwa yanaanza sana kuanzia saa 5 saa 6 hivi, na tumeona kwamba kuna vikundi vya vijana ambao wanajikusanya, na tutakuwa tu hapa pia tukifuatilia na hapa Nyeri na miji mingine ya karibu kama vile Nanyuki na Rumoru na hata Karatina, na bila shaka tutajuza watazamaji wetu jinsi hali itakavyokuwa katika eneo hili. Milia. Naam, asante sana Clement.